Nataka leo ukae chini, ujitafakari, ujue ni kwa sababu gani unakubali mtu akikuonea. Na nataka ufahamu kama ambavyo una miguu miwili, hata mtu mwingine naye ana miguu miwili. Na kama ambavyo umeumbwa uko na macho mawili, hata mtu mwingine yuko na macho mawili. Na wakati Mwenyezi Mungu anakuumba katika dunia hii, alikupa thamani ya hali ya juu. Kama wewe ulishawahi kuwekwa huru zamani, miaka 1000 iliyopita, kwa nini sasa unaishi kama mtumwa? Na wewe kama kweli unajithamini thamani yako, kama alivyosema Halifa wa 4 Imamu Ali, alisema Mwenyezi Mungu amekuumba huru katika hii dunia, basi usiwe mtumwa wa mtu yoyote. Sisi baada ya kupewa pumzi na Mwenyezi Mungu na kupewa hii dunia, hatukuambiwa tufanye kitu chochote isipokuwa kumwabudu tu. Na yeye hata tusipomwabudu, malaika wanamwabudu, wala hahitaji ibada yetu. Sisi ndo tunamhitaji yeye. Kama wewe waijua nafasi yako mpaka mahali hapa, nataka ukae ujiulize, wewe ndo una shida au anayekuonea ndo mwenye shida? Wewe toka umezaliwa hujawahi kupata madawa ya kulevya, hujawahi kula bangi wala hujawahi kula madawa ya kulevya. Kwa nini mapenzi yanakusababisha mpaka unakula madawa ya kulevya? Kwa nini unachukua bangi au unachukua tembo ili mwanaume aweze kukupenda? Kwa nini unakunywa pombe ili uweze kuwa sawa na mwanaume, kwamba anione mimi na yeye tuko sawa? Kwa nini? Waijua hasara ya pombe katika maisha yako? Kwa nini unakubali uumizwe kihisia hadi utaingia uraibu kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu ya mwanaume, kwa sababu ya mwanamke? Kwa nini uingie kwenye uraibu kwa sababu mwanamke anaupenda uraibu huu, basi na mimi ngoja nifanye? Unahisi kama kweli angekuwa ni mapenzi, angekutoa wewe muhanga au yeye ndo angejitoa muhanga? Kama ambavyo umepata picha na Mungu alivyokuumba wewe, amekutoa wewe muhanga au amemtoa nani muhanga? Hayo ndio mapenzi ya dhati. Mapenzi ya dhati hautobidi kujitoa muhanga. Mapenzi ya dhati haitobidi kujiweka kwenye mstari dignity yako, utu wako, huwezi kujitoa thamani kwa sababu ya mapenzi ya dhati. Kama ambavyo wao walipendwa na Mungu, ndivyo na wewe unatakiwa utafute mtu ambaye atakupenda hata ajitoe yeye au kitu chake kwa ajili yako. Kama Nabii Musa, ili kupata mke alibidi kuwa mfugaji kwa miaka zaidi ya 10 ili aweze kuoa. Kwa nini wewe unataka mtu ambaye unataka kuishi naye asifanye chochote, akutoe wewe muhanga? Kwa nini yeye hajitoe muhanga? Na wewe kwa nini unachukulia tabia ya kupigwa kama ana tabia mbaya ya kupiga? Kwa nini wewe usione kama hii ni shida kubwa sana katika maisha yangu, kuishi na mtu ambaye ananipiga? Kwa nini wewe huoni kama kuishi na mtu anayekupiga ni uonevu? Kwa nini unaona hili ni jambo la kawaida? Mtu unazungumza naye, kila akiongea anasema nitakupiga, na wewe unaona ni kawaida. Kila akiongea anasema nitakupiga, na wewe unaona ni kawaida. Ukatili wa kijinsia si lazima mtu anyanyue mkono wa kupige. Anaanza na maneno. Yakishazoea maneno yanakuja matusi. Yakishaanza kuwa matusi yanakuja manyanyaso. Yakishatoka manyanyaso sasa kinaingia kipigo. Lakini wengi katika sisi wanawake tunakuwa tunaona haya mambo yote yanavyoanza mpaka yanapokuwa, yanapochipuka, mpaka yanakwenda shule, sisi tunakuwa tunayaona. Lakini hakuna mmoja wetu ambaye anayaona mambo haya akachukua nguvu na udhatiti wa kusema mimi nakataa, haya sio maisha yangu, sivyo hivi Mungu mimi alivyoniumba, haya si malengo ya mimi kuletwa katika hii dunia. Sisi ndo tuje tukukumbushe umuhimu wako katika hii dunia. Sisi ndo tunatakiwa tukae na wewe tukwambie jinsi gani Mungu anakupenda. Sisi ndo tunatakiwa tuje hapa kukukumbusha jinsi gani wewe una thamani mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Mbona wewe unajua? Mbona ukienda kanisani unaambiwa? Mbona ukienda msikitini wanakuambia? Ishara za upendo zimezungumziwa wazi katika Biblia, kwamba upendo hauhesabu makosa, upendo hauumizi, upendo haunyanyasi, upendo umezungumziwa mara nyingi katika Biblia. Lakini upendo pia umezungumziwa katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu hapendi wanawake wanyanyasike.
Mwenyezi Mungu anakazia kwamba wanawake wasihuzunike. Mwanamke aliyehuzunika wa kwanza mama yake Musa, Mwenyezi Mungu alishusha aya kwa ajili yake akamwambia usihuzunike kwa sababu mtoto wako atarudishwa kwako. Wamtoa tu kwa huu muda, mwanao atarudi. Hata alipohuzunika Maryam, Mwenyezi Mungu pia alisema naye Maryam. Lakini akatoa sura moja kwa moja ya kuzungumza na sisi wanawake, na akaiita sura hiyo kwa jina letu wanawake, specifically kwa ajili yetu, na akaweka sharia mahsusi kwa ajili ya kutulinda sisi wanawake. Lakini kubwa zaidi akaweka ndoa ili sisi tuweze kulindwa. Ndoa ndio ultimatum security ya mwanamke. Lakini wewe kuliko ile ndoa iwe security kwako, umekubali iwe shimo kwako, uingie, ufukiwe, ufe kwenye ndoa. Mwanaume hawezi kukuoa mpaka kuwe na ruhusa ya wewe kuolewa. Mwanaume hawezi kukuacha mpaka kuwe na ruhusa ya wewe kukuacha. Mwanaume hawezi kukutoa kwenu kwenda kwake bila kulipa. Mwanaume mwenye nguvu zote katika hii dunia, hata awe na pesa kiasi gani, hawezi kukuoa bila kuozeshwa. Hiyo ndo security yako katika dini ya Kiislamu. Kwa hata kama anataka, hata kama yeye ni jemedari, hata kama yeye ni jenerali wa jeshi gani, hawezi kukuoa bila kuwa na idhini. Kama hujatoa idhini, haruhusiwi kukuoa. Lakini la pili, mwanaume hawezi kukuoa yeye mwenyewe, lazima afungishwe ndoa. Hiyo ndo security yako. Sasa kama dini imekulinda katika namna hizi, kwa nini wewe hujilindi? Kwa nini wewe umejikatia tamaa? Kwa nini wewe umeona kwamba hapa ndio mwisho? Kwa nini wewe umekubali kunyanyasika? Kwa nini wewe unakubali kuumia? Ukikataa maumivu, utapoteza nini? Hutamani kuwa na furaha hata siku moja? Humisi siku ulizokuwa na furaha? Ukasema leo ni mwisho, sitaki kusikitika tena. Mbona sisi tuna furaha? Utonei wivu sisi tuna furaha? Lini utafurahika kama sisi? Unataka kifo kikukute katika hii dunia ukiwa hujafuraha? Ukienda kuulizwa kuhusu ndoa yako, utazungumzia nini kuhusu ndoa yako? Ukienda kuulizwa kuhusu maisha yako, utazungumzia nini kuhusu maisha yako? Ni yaliyojaa mateso, ni yaliyojaa vipigo, ni yaliyojaa manyanyaso. Na watoto wako wakikuuliza, mama, mapenzi ni nini? Utatoa definition gani kuhusu mapenzi? Mapenzi ni manyanyaso? Mapenzi ni kupigwa? Mapenzi ni kujeruhiwa? Mapenzi ni kukatwa mkono? Ndiyo definition yako? Utakuwa na aibu kuambia watoto wako historia yako ilivyo mbaya? Una aibu? Ujisikii upweke? Ujisikii kuwa na huzuni kuongea mazungumzo kama haya? Na sisi tutakuuliza, kwa nini? Utatujibu nini? Kwa sababu gani umejitoa muhanga kwa mtu ambaye hajajitoa muhanga? Wewe unakuwa kama mshumaa, unaungua wenzako waone. Na mwisho wa siku baada ya kuungua utafanya nini? Watu watachukua mshumaa, watakukatakata vipande, utatupa kwenye dustbin. Hamna mtu aliyosema mshumaa umeungua sana, acha turudishe uhai. Hakuna mtu atakayekuhurumia, ni wewe mwenyewe ujihurumie. Na watu watakuhurumia ukiwa unajihurumia. Kama hujihurumii, hakuna mtu yote atakayekuhurumia. Wewe ndo unatakiwa leo uchukue jukumu kwamba mimi nataka nijihurumie ili watu wanihurumie. Hakuna tuzo ya kuteseka. Hakuna tuzo ya mtesekaji bora. Kwamba huyu dada kateseka sana tumpeni hongera, wala huyo unayemvumilia kwa kukutesa hata kushukuru. Zaidi utamfanya awe teja kwamba aishi bila kuacha kukutesa, kwa sababu kule kukutesa kwake kumekuwa kama madawa, hawezi kuishi bila kukutesa. Kwa leo chukua jukumu. Sio wewe wa kwanza kuvaa kibega, sio wewe wa kwanza kufunga kibwebwe. Funga kibwebwe, kataa ukatili wa kihisia, wa kimwili, wa maneno, wa matusi. Mengine yanakuja kama utani. Usikubali utani. Mtu akikutania tusi, mwambie naomba samahani, unieleze hapa umemaanisha nini? Umesema mimi ni mjinga? Umemaanisha nini? Ukishafanya hivi na watu wawili, watajifunza kwamba wewe hawatakiwi kukuchezea. Huu ndio wito wangu mimi. Jipende, jihurumie, tamani furaha, tamani kufurahia,
Tamani kuwa kama sisi. Usipende huzuni. Huzuni isikutawale, kwa sababu si wewe tu unayeumia, hata Mola wako aliyokuumba hapendi wewe na huzuni. Alijitoa, akawaacha malaika, akawaacha majini, akasema acha nimpe huyu yeye. Kwa nini? Wamrudishia shukurani gani za kuadhalili katika hii dunia? Alikutuma muabudu yeye tu, umpende yeye tu. Kwa nini wewe wapenda mateso? Haya, utaseka hapa duniani. Bahati mbaya umefanya na dhambi, utateseka na kaburini. Bahati mbaya utateseka na ahera. Utapumzika lini ya? Pumzika leo. Choka leo. Sema mwisho leo siteseki tena mimi. Nataka kustarehe. Uone tamu ya furaha. Wallahi ukifika tulipo sisi kwenye furaha, hutotamani kutoka. Ni kwa sababu hujui utamu wa furaha, ndio maana hutaki kuonja kikombe cha furaha. Lakini ukinywa kikombe cha furaha, hutotamani kuacha, wala hutokunywa kikombe kingine isipokuwa furaha tu. Basi jichague leo wewe, kwa sababu hata wewe unayehangaika kwa ajili ya watu, ukichoka watapata mwingine wa kumhangaikia. Je, vipi kuhusu wewe unayehangaika kwa ajili yao? Wewe utahangaikiwa na nani ukichoka? Ili uweze kuwaokoa watu, lazima uwe na nguvu za kuwaokoa. Sasa kama hupumziki, utapata wapi nguvu za kuwaokoa? Hebu weka mikono juu. Salimu amri.